na kupitia Taifa Cup tutapata nafasi nzuri ya kuona wachezaji wakubwa wazuri ambao watakuja kuchezea kwenye vilabu vyetu vikubwa. Lakini kwa sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumruhusu Gamonde na timu yake ya ufundi waendelee kuwatafuta na kuwatambua vijana wenye vipaji ili asuke kikosi kizuri kitakachoweza kufanya kazi nzuri zaidi. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, Daktari Samia hajatoa tu fedha kwa ajili ya ujenzi wa uwanja. Tumemsikia waziri wetu wa TAMISEMI katika upande wa barabara za TARURA, lakini pia angelikuwepo waziri wetu wa ujenzi Mheshimiwa Ulega angetaja pia pale Arusha tayari tumesha saini mkataba na tayari wananchi wanalipwa fidia ili kupisha mkandarasi afanye kazi kwa ajili ya ujenzi wa barabara zinazoelekea kwenye eneo husika la uwanja wetu, na ndivyo inavyofanyika pia katika maeneo ya upande wa Zanzibar katika viwanja vile vya Fumba. Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee tena katika upande huu wa michezo. Tumebaini jambo moja kubwa, na waheshimiwa wabunge mtakuwa mashahidi. 95% ya walimu wa michezo walioko shule za msingi na sekondari hawana basic ya michezo yenyewe. Wamechaguliwa kutokana na interest zao tu. Wala kuangalia wanakuona wewe mwili wako kama hivi, walibariki kingu, unakaa kama kijana hivi mtanashati, wanasema hivi unapenda michezo, sema yeye anapenda Simba na Yanga, basi wewe utakuwa mwalimu wa michezo. Kwa hiyo tuna upungufu wa walimu wa michezo katika shule za msingi na sekondari zaidi ya walimu 10,000. Sambamba na hivyo, tuna upungufu wa marefa, tuna upungufu wa makocha. Kwa hiyo sisi kama wizara tumekubaliana, na naomba kuwashukuru sana waziri wetu wa TAMISEMI, kumshukuru sana na waziri wetu wa elimu. Tumekubaliana kuendesha programu 2-3 ndani ya kipindi kifupi tuweze kupata matokeo. La kwanza, tumekubaliana kuunda timu ya pamoja ya Wizara ya Elimu, Wizara ya TAMISEMI na Wizara yetu ya Michezo kupitia chuo chetu cha Maria ili kuhakikisha tunatengeneza programu za muda mfupi na za muda mrefu kwa ajili ya kuwabadilisha walimu wetu hao wa michezo wawe na knowledge ya michezo wanaposimamia michezo katika shule za msingi na sekondari. Jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakubaliana ya kwamba kwa sababu vyuo vya ualimu vinawapa nafasi walimu kujifunza, na sisi tuweke mitaala yetu pale. Mwalimu anayetaka kujifunza michezo basi aruhusiwe kuopti michezo ili akitoka pale atambulike kwa mwalimu wa michezo anaporudi katika majukumu yake anapopangiwa na serikali. Lengo letu hili pia linaenda mpaka kwenye upande wa marefa, tunaenda mpaka kwenye upande wa makocha. Kwa timu za wizara zetu 3, TAMISEMI, Wizara ya Elimu na wizara yetu ya utamaduni, Wizara Michezo, Utamaduni na Sanaa ya Michezo, tunaendelea kufanya kwa pamoja ili tuweze kutengeneza si tu timu ya kushindana AFCON 2027 bali tutengeneze timu na vijana wenye uwezo tutakao kuja kuwauza pia si kwenye vilabu vya Simba na Yanga bali na kwa vilabu vingine huko duniani. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ile eneo la michezo yako mambo mengi, kwa sababu ya muda hautoshi ningetamani kueleza kwa kina, lakini naomba niwaambie waheshimiwa wabunge, serikali ya Daktari Samia chini ya wizara anayosimamia tumejiandaa kikamilifu kuisurprise dunia kwa maandalizi ya AFCON 2027. Mashindano yaliyofanyika nchini Misri, Egypt, tulivyokwenda Cairo, nilipata bahati nikiwa mkuu wa mkoa, lakini mashindano yaliyofanyika Ivory Coast, wizara yetu kupitia hata naibu amepata nafasi ya kushiriki. Mashindano yaliyofanyika Morocco, mimi nimepata nafasi ya kushiriki kama naibu na nimeshiriki kama waziri. Nimejifunza na kujua mbinu zao. Naomba muwe na imani na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunaenda kwa surprise hii dunia, hawataamini watakachokuja kukutana nacho hapa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunazo ajenda za kitaifa ambazo tunatamani Mwenyezi Mungu akituwezesha tuzitimize. Kwa mfano, kupitia waziri wetu mkuu tumemwomba turejeshe mashirika yote yaliyoko nchini zaidi ya 306 yawe na timu zao kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Bandari walikuwa na timu, reli walikuwa na timu, sigara walikuwa na timu, na tayari Mheshimiwa Waziri Mkuu ameshatoa maelekezo kwa mashirika yote kuanza kutafuta timu ili waweze kutengeneza fursa hizi za kukuza vipaji vya watoto wetu wa hapa Tanzania. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Spika, Mwenyekiti, ili nalisema kwa sauti ya chini kabisa kwa sababu liko kwenye maombi. Tumekubaliana kutengeneza mkakati wa kusapoti waheshimiwa wabunge mnaohangaika kuendesha ligi kwenye majimbo yenu.
Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kumshirikisha Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amelizia na tayari tunao mkakati, tunamalizia design ya jezi pamoja na mipira ili Daktari Samia aje azindue mashindano ya kwenye majimbo yatakayowawezesha waheshimiwa wabunge kuwa na vifaa vya michezo katika maeneo yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, michezo kwetu sisi sio burudani tu. Michezo ni fursa ya kuwatoa vijana wa Kitanzania walio na vipaji ambao mwisho wa siku wameamua kuendesha pikipiki na kubeba maguta, wakati ni watu maarufu kuliko hata wakina Drogba tunawaleta hapa kwenye ukumbi wetu. Ninayo matumaini makubwa ya kwamba kupitia Taifa Cup, kupitia mashindano ya kwenye majimbo, kupitia muungano, tutaendelea kulea vipaji vya watoto wa Kitanzania na hatimaye taifa letu kuuza vijana kwenye mataifa makubwa duniani. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niruhusu. Nimemsikiliza kaka yangu na rafiki yangu mpendwa Daktari Tale. Wakati namsikiliza nikaona shauku aliyokuwa nayo ya kwamba anatamani kuona arena inajengwa, lakini nilipofuatilia kwa kina nikagundua Babu Tale ni mjumbe wa kamati yetu elimu, utamaduni na michezo. Nikasema, Msigwa, nimekukosea nini ndugu yangu kiasi kwamba kablasha uliompa Babu Tale umenyofoa peji namba 79 kifungu cha kwanza B kinachoelezea mkakati wa serikali wa kujenga arena. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Habari, Sanaa, Michezo na Utamaduni tumejipanga kikamilifu, na ukisikiliza hotuba ya waziri wetu wa uwekezaji aliongelea mpango wa ujenzi wa arena ndani ya bajeti ya miaka 5. Lakini pia ilani ambayo ndugu yangu Sanga amesoma imeeleza kwa kina ni ilani ya 2025 2030. Mipango ya ujenzi wa arena uko pale pale, na tayari kwenye bajeti ambayo leo mtaipitisha tumeweka token ya bilioni 1 ikiwa ni sehemu ya fedha za kuanza feasibility study. Na mkiangalia kwenye picha ya Mheshimiwa wabunge mtaona michoro ya kwanza ambayo tumeshakwisha kuipata, na tayari eneo tunalo la pale Tanganyika Packers Kawe, na eneo hilo tunalo la heka 12. Tunasubiri tu tukamilishe tuingie kwenye feasibility study, na kwa mpango mkubwa wa Daktari Samia. Hapa naomba niende taratibu. Daktari Samia alifanya mazungumzo na serikali ya Korea kuomba fedha zaidi ya bilioni 2.5 dola, na katika fedha zile, miongoni mwa hizo fedha tumepangiwa Wizara ya Habari, Sanaa, Michezo na Utamaduni kwa ajili ya ujenzi wa arena ya kisasa yenye thamani ya bilioni 300, kwa ajili ya ujenzi wa studio yenye thamani ya zaidi ya bilioni 150. Hiyo fedha si rahisi kuiona kwenye bajeti yetu, kwa sababu hiyo fedha inategemea mazungumzo yanavyozidi kwenda. Lakini dhamira ya Daktari Samia amesema hata kama hii fedha ikichelewa, ndani ya miaka 2-3 ijayo, malengo yangu kwenye miaka yangu 5 lazima nijenge arena ya kisasa inayokuwa na uwezo mkubwa zaidi. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeendelea kuhamasisha wadau, kuwaomba wadau wote wenye uwezo waje. Serikali ya Daktari Samia iko tayari kushirikiana katika private sector na kuhakikisha kwamba tunajenga arena. Hivi ninavyoongea, Mheshimiwa Mwenyekiti, tayari tunaye mwekezaji pale Ubungo anajenga arena ya kubeba watu 2500, lakini tayari tunao mwekezaji kupitia timu yetu ya Dasite ambao tayari amepata eneo Kinondoni, na yeye anajenga uwanja wa basketi kwa ajili ya timu yetu ya hapa ndani na timu zetu za nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikuhakikishie ndani ya miaka hii 5 itakuwepo arena na studio nao kwenda kujengwa. Nimeusikiza vizuri sana mchango wa Mheshimiwa mbunge ndugu yetu ambaye tena ni naibu katibu wa mambo yetu ya chama chetu. Kaeleza kwa kina sana habari ya mavazi, ameeleza habari ya vifaa vya wasanii wanapoenda kuigiza. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ukweli usiopingika, si kila Mtanzania amefika Marekani, lakini kila mtu anajua ukubwa wa jeshi la Marekani kupitia kwenye vyombo vya taarifa habari pamoja na habari ya movie. Kila mtu
hajafika Marekani, lakini tunajua White House imekaaje. Hiyo yote ni kazi iliyofanywa, uwekezaji mkubwa ambao hilo jengo tunakwenda kulijenga. Tukisema studio, waheshimiwa wabunge, sio studio yenye microphone na kiti na soundproof, hapana. Studio ambayo basi tu kwa sababu mbungeni siruhusiwi, lakini ningesema waheshimiwa, hebu ingieni kwenye simu zenu muangalie namna ya jinsi ilivyotengenezwa Titanic movie. Ile Titanic movie ukitazama unaweza kuhisi ni bahari moja kubwa, mabarafu makubwa, watu wako kwenye chumba tu, waheshimiwa. Hiyo kazi yote ndio Daktari Samia anataka kuwajengea vijana wake na watoto wake ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, habari ni habari. Kwa muda mrefu habari mbaya zimechukua nafasi ya kuharibu fikra za Watanzania, na kwa bahati mbaya, Mheshimiwa Mwenyekiti, watu waliofanikiwa hutumia baadhi ya watu wenye ushawishi kujenga mazingira ya kwamba Tanzania sio sehemu nzuri na haina fursa. Watu hao wanaenda mbali zaidi kuwafanya watu wawape taarifa za kuichukia nchi yao, alafu wageni wanakuja, na kwa sababu wageni hawajui Kiswahili, kwa hiyo hawasikii umbea, wanakuja wanasoma ripoti, wanaona fursa. Hakuna mgeni anayekuja Tanzania akakubali kuondoka kwa fursa zilizoko ndani ya nchi yetu. Lakini wanaenda hatua zaidi, wageni hao wakija nchini wanakompea kule walikotoka na kwetu. Mimi niko pale katika jimbo la Arusha, huwa nasema mara nyingi, jimbo la Arusha unaongoza dunia. Tuna Wahindi, tuna Wachina, tuna Waarabu, tuna Wadachi, wamejaa pale na wanaishi pale, na wakifa wanazikwa pale. Nyumbani kwao imekuwa pale Arusha. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna fursa. Naomba kutumia hadhara hii kuwaomba waandishi wa habari, moja, tusikubali kujaza habari za kukatisha tamaa wa Tanzania wenzetu wakati tunazo fursa za kujenga nchi yetu. Jambo la pili, maadili ya taifa letu yako mikononi mwa wanahabari. Vyombo vya habari vikiamua kutokuwapa spotlight watu wenye maadili mabovu, tutalijenga taifa hili la baba wa taifa na kuhakikisha kwamba maadili yetu yanabaki salama. Ninaendelea kuwaomba na kuwasihi kwa unyenyekevu mkubwa, tusingetamani kutumia vyombo tulivyo navyo kama TCRA pamoja na mamlaka ya ithibati. Tungetamani na wewe uone mchango gani unaotoa katika kulinda maadili ya watoto wa Tanzania. Na wewe ujiulize, mtoto huyo unayempelekea habari za kumbadilisha tabia yake na kuingia kwenye matendo mabovu yasiyompendeza hata Mwenyezi Mungu, kama ni mtoto wako unajisikiaje? Ninawaomba kwa unyenyekevu mkubwa, tuachane na spotlight za watu wanaofanya mambo mabaya, tuibue fursa tulizonazo na ubora wa taifa letu katika kujenga uchumi wa Tanzania. Nimesikia kilio kikubwa cha vyombo vya habari, na Mheshimiwa Kija amesema vizuri sana. Mheshimiwa Doto kasema kwa mchango mizuri sana. Niwahakikishie tu, kama kuna vyombo vya habari havijalipwa na Daktari Samia aliagiza, na taasisi hizo ziko ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi naomba wamiliki wote wa vyombo vya habari kesho saa 4 asubuhi wanipatie majina, nianze kufuatilia madeni yao kuhakikisha kwamba wanalipwa. Haiwezekani Rais wa Jamhuri ya Muungano akatoa maelekezo alafu kuna mtu akamnyima fursa mwanahabari kupata haki yake. Niwahakikishie, vyombo hivi vinavyokosa fedha, ni ukweli usiopingika, vinashindwa kuajiri hata watu wenye taaluma zao. Imefika hatua mwandishi wa habari anaambiwa, wewe tengeneza microphone ya kwako, nenda utalipwa posho huko. Wako watu wana habari za msingi za faida kwa taifa, lakini hawaonekani popote. Kwa nini? Kwa sababu hawana posho ya kumlipa yule kijana aliyebeba microphone. Habari ni haki ya kila Mtanzania. Ninawahakikishia waheshimiwa wabunge, mtakapopitisha bajeti hii, nami na timu yangu nikiwa pamoja na naibu wangu, tutahakikisha kwamba yale majina yote tunawaandikia wale wote ambao wanadaiwa, na pale ambapo itaonekana wameshindwa kulipa, tutampelekea Mheshimiwa Rais, mama, huyu ndio ambaye hataki kutekeleza agizo lako. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mambo yaliyotajwa hapa, yametajwa mambo ya Kiswahili, Mheshimiwa naibu amejibu vizuri. Yametajwa mambo ya michezo, ndugu yangu mbunge wa Kigoma mjini kaeleza vizuri sana, tena kwa kina, lakini yeye alijikita kwenye upande mmoja tu, baada ya kwamba upande wa pili kazi imefanyika. Niwahakikishie tu waheshimiwa wabunge, fedha hizi tulizozitenga kwa ajili ya content creator pamoja na mfuko wa utamaduni
wanaruhusiwa pia hata wamiliki wa vyombo vya habari kukopa. Mkopaji wa kwanza ambaye alipata fedha yake juzi tu na akapiga simu ni Baba Levo kupitia media yake. Kwa hiyo hii fedha sio kwamba unazuiwa wewe kukopa, hata mmiliki wa chombo cha habari ana haki ya kuja kwetu na kuchukua mkopo huo. Mheshimiwa Mwenyekiti, yako mambo mengi ambayo yametajwa na ufahamu kabisa kwamba Mheshimiwa Sanga katoa mawazo mazuri sana na mimi yote nimeyachukua tena kwa kina. Mheshimiwa Ibariki Kingu katoa mawazo mazuri sana, tumeyachukua tena kwa kina. Na utamaduni wetu, waheshimiwa wabunge, mbele yako Mheshimiwa Mwenyekiti, watendaji wetu wako upande wa pili pale. Aitosema Mheshimiwa Naibu Waziri, kweli Wizara ya Habari, Sanaa, Michezo na Utamaduni wana kazi mbili. Ukiacha kazi hii, kuna kazi ya mimi kuwepo kwao. Hivi ninavyoongea wanaelewa, kila mwenye jambo lake ameshayadaka, na tukitoka hapa hatutakuwa na muda wa kupoteza. Mimi heshima, bahati mbaya waganga sijui, heshima nilionayo mimi ni kazi ifanyike. Kama kazi haijafanyika, maana yake heshima yangu haipo. Mtoto mimi nimetoka kwenye familia, Mheshimiwa Mwenyekiti, baba yangu hajawahi kwenda hata la kwanza. Alikuja kuchukuliwa na jeshi tu, akaingia kwenye mavita kule, anajua kutumia bunduki tu. Mama yangu mzazi ndio msomi kuliko watu wote nyumbani kwetu, darasa la 7. Hivi mimi nikiacha kufanya kazi kweli naliingia kitu gani kingine? Kwa hapa najua kinachonikalisha ni kazi, itakayonifanya niendelee kuwepo ni kazi, ili niendelee kudumu lazima kazi ifanyike. Niwahakikishie waheshimiwa wabunge, michango yenu yote mlioitoa kuanzia kwenye vyombo vya habari, kwenda kwenye utamaduni, kwenda kwenye michezo, kwenda kwenye sanaa, kote. Na jana tuliwalika na leo walikuwepo waheshimiwa wasanii wakina FDQ, wanafanya kazi kubwa sana. Na tumepanga na Mheshimiwa Waziri wangu, mama yangu Gwajima, tunaenda kuunda kamati ya maadili ya kuandaa makongamano ya nchi nzima. Tutahitaji viongozi wa dini, tutahitaji wasanii, tutahitaji makundi yote, ili tushirikiane mkiwemo na nyinyi waheshimiwa wabunge kuhakikisha kwamba tunaleta matokeo sahihi. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo yangu hayo marefu, nikushukuru tena wewe, nishukuru na timu nzima ya katibu wetu wa bunge, lakini pia niwashukuru pia Mheshimiwa Naibu Waziri pamoja na timu yetu ya watendaji kiongozwa na ndugu yetu Chris Msigwa. Lakini kipekee kwa upendeleo mkubwa naomba nimshukuru baba yangu Profesa Palamagamba Kabudi. Profesa amefanya kazi kubwa nzuri sana. Nimekuta wizara ameshaweka msingi, na mimi kazi yangu ni kuambia tu yale mliokubaliana na profu yanatakiwa yakamilike 100%. Tunafanya kazi vizuri na amejenga msingi mkubwa mzuri ambao mimi kijana wake nahakikisha kwamba nauendeleza. Lakini nimeendelea kuomba support kutoka kwa kakaangu Nape na mawaziri wote waliopita mahala pale, wananipa ushirikiano wa kutosha. Nimalizie Mheshimiwa Mwenyekiti kuwashukuru watu binafsi walioanzisha timu na kutengeneza senta za kulea vijana. Watu hao wamekuwa na mchango mkubwa sana. Katika kila kona nchi yetu kienda, utawakuta wanaweza kuwa wanahangaika na watu 2, wanahangaika na watu 3, wanahangaika na watu 4, lakini mwisho wa siku wamekuwa na mchango mkubwa. Na hao wachezaji wengi tunaoona kwenye timu zetu ni miongoni mwa wachezaji ambao wamelelewa na wao. Tunaomba tunatambua mchango wao na tunawasihi wasichoke. Tutaendelea kuwapa ushirikiano na tuna mpango katika wizara yetu kuwatambua watu wote waliowezesha wizara hii kufanya vizuri, ili na wao wapate motisha ya kuendelea kuifanya katika kujenga mustakabali mpana. Mwisho si kwa muhimu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumemwomba waziri wetu wa TAMISEMI. Nilipokuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, tulisimamia kujenga kile kiwanja cha Kinondoni cha KMC. Kile kiwanja sio mali ya wizara. Kile kiwanja ni mali ya halmashauri ya manispaa Kinondoni. Tunaomba kupitia hadhara hii mbele ya bunge lako tukufu kumwomba Mheshimiwa waziri wetu ambaye tayari tumeshampelekea maombi, kila halmashauri zenye uwezo zijenge viwanja. Kakaangu ameniambia habari ya Songwe. Naelewa ya kwamba uwezo huo wa wizara yetu kwa sasa ni sio muongo, hatuna, kutokana na mambo yaliyoko mbele yetu na commitment ambayo serikali imeingia za kimataifa.
niwaombe kwa unyenyekevu mkubwa kupitia halmashauri, na kwa sababu sisi wabunge ni wajumbe wa baraza la madiwani, twendeni tukashawishi, tutenge fedha, tuanze ujenzi. Mimi hapa unavyoongea, waheshimiwa wabunge chini yako mheshimiwa mwenyekiti, tayari katika jimbo letu la Arusha mjini, halmashauri ya jiji la Arusha mjini, tunajenga uwanja wenye kubeba mashabiki 10,000 na wenye uwezo wa kuhosti rais pamoja na makamu wa rais, na wenye uwezo wa kuwa na vyumba vya kubadilishia nguo wachezaji, vyumba 4 vyenye level ya kukaribia standard ya CAF category 4. Lakini pia tunajenga viwanja 2 vya basketball. Niwaombe sana waheshimiwa wabunge, najua tayari kwenye maeneo mengine mambo yanaendelea vizuri. Wale ambao kwenye halmashauri zenu bado hakuna miradi ya namna hiyo, tumuombe mheshimiwa wetu waziri wa TAMISEMI atusaidie kusukuma, na kwa kweli tukifanikisha hili jambo ni rahisi sana 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 kuvikuza vipaji tulivyokuwa navyo ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa mwenyekiti, tunao mpango tunaendelea nao katika ujenzi wa swimming pool ya Olympic Dar es Salaam zaidi ya mita 50. Hapa Dodoma tunajenga mita 25. Lakini pia mheshimiwa mwenyekiti, viko viwanja, nimemsikia dada yangu wa Shabaraka akisema kwamba kile kiwanja cha Leaders pale hajui kinaendelea nini. Dada yangu wa Shabaraka, ninaomba kesho baada ya bunge hili tukufu jioni nikupatie tiketi ya SGR, nenda kaende pale kaangalia, utakuta kuna trekta zinafanya kazi. Tunajenga pale uwanja wenye uwezo wa kubeba watu 5,000 ndani ya Leaders Club, ikiwa ni sehemu ya ile miradi ya viwanja vya maandalizi kwa ajili ya mafunzo ya watu wanaokuja kufanya training ya AFCON. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa unyenyekevu mkubwa mbele zako na mbele za Mwenyezi Mungu, naomba sasa nitoe hoja, bunge lako tukufu lilizie kumalizia kipengele kilichobaki cha kupitisha bajeti ya Wizara ya Habari, Michezo, Sanaa na Utamaduni. Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kusikiliza. Samahani mheshimiwa, naomba kutoa hoja. Hoja imetolewa na imeungwa mkono. Katibu. Kamati ya matumizi. Kamati ya matumizi.